Bana, wengi wetu inawezekana kwamba tukao tunajiuliza maswali mengi sana. Nini ambacho kilimkuta Agrey mpaka akaweza basi kubadilika, kwa sababu moja kati ya story mbaya sana ambayo aliweza kuipitia Agrey katika kipindi cha nyuma ilikuwa ni story ya ushoga, ambayo story hiyo alikuwa anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, ambayo sasa mapenzi hayo yalikuwa kidogo alikuwa karibu na mastaa mbalimbali, sitopenda kuwataja. Lakini baada kuna siku moja ambayo inaelezwa kwamba Mwamba aliumwa na alikuwa katika hali mbaya sana, na ni moja kati ya video ambayo nimeweza kukuonyesha, iko hapo mwanzoni kabisa, ameweza kuiposti pia, nimeweza kuonyesha hapo katika ukurasa wake wa Instagram. Ameweza kuchapisha maneno ambayo yafuatayo: usiogope kumpa Yesu maisha yako, yeye hubadilisha vilivyoonekana na havibadiliki. Akiingia Yesu kila kitu kinakuwa kipya. Yani hapa kwa maana ya kwamba yeye anajaribu kusema kwamba Yesu anaweza pia kubadilisha vilivyoonekana kwamba havibadiliki. Sasa hivi akishaingilia Yesu basi kila kitu kinakuwa sawa. Lakini pia amejaribu kusema kwamba sifa na utukufu narudishia wewe Mungu wetu wa mbinguni. Akamtagi pale Lilian Mwasha: asante kwa upendo wako, hakika wewe ni mtu sahihi katika maisha yangu, nakupenda mama. Sasa sakata ambalo lilikuwa nyuma ya Agrey ni kwamba baada ya kuumwa kuna mastaa wawili ambao ni Whozu, acha tuniwataje, ni Whozu pamoja na Wema Sepetu. Inasemekana kwamba Mwamba alikuwa ndo yupo karibu yao sana. Sasa baada ya hapo Mwamba aliumwa, akaenda hospitalini, alipelekwa hospitalini, wakamwacha kule hospitalini. Na baada ya kumwacha kule basi aliyeweza kuja kumfanyia clearance za matibabu yake yote na maisha baada ya pale alikuwa ni Lilian Mwasha, ambaye aliamua kusimamia maisha yake kuanzia pale, kwa sababu aliachwa pale bila msaada wa aina yoyote. Na baada ya hapo kila kitu kilichofuata maisha yake ndo kama tunavyoyaona, kwa sababu alikuwa karibu kufariki, alikuwa karibu afe. Yani kwa namna moja au nyingine Mwamba aliumwa sana, alikuwa katika hali mbaya sana. Ndio maana akaamua kumrudia Mwenyezi Mungu, kitu ambacho watu wengi wamejiuliza. Nimepita katika sehemu ya comment, sasa watu wametiririka wengi sana wakitaka kujua nini ambacho kiliweza kumtokea, lakini pia nini ambacho kiliweza kumkuta. Mimi nitaanza na comment ya Lilian Mwasha. Basi ameandika: Yesu, Yesu wangu, Yesu baba yangu, acha dunia nzima ijue upo, acha kila anayekutaka anayekutana na sisi humu duniani akuone wewe na kukuamini, nalia machozi hayakatiki. I love you Philemon Agrey TZ kwa moyo wangu. Hapo ndipo watu wakaanza kushuka katika komenti yake na kuonyesha kwamba mmoja anaitwa Greta Gonga anasema kwamba thank you for being his destiny helper, may all the glory and the honor go to his creator, more love to you dada Lilian Mwasha. Mwingine akamtaga anaitwa Hambo Eve, akaandika kwamba Yesu yupo jamani, yupo tena anatenda kwa unyoofu. Pamoja na yote huyu hapa anaitwa tena Nyamsumuko 02 ameandika kwamba Lilian Mwasha una fungu lako kwa Allah. Nafikiri kwamba atasema kwamba haikuwa ni malipo ya kipenzi, malipo kipenzi, sorry, ameandika hapa nashinda kuelewa ameandika. Lakini pia hapa amejaribu tu kusema kwamba ana fungu lake kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu aendelee kukubariki sana kwa hili, ni kubwa sana, umerudisha heshima kwa huyo kijana. Sasa anathaminika na kuheshimika, ameandika heshikika, na inshallah itakuwa mfano kwa wengine, amina. Hakika Lilian Mwasha unamtumikia Mungu wa kweli. Lilian Mwasha, Mungu azidi kukubariki dada Lilian Mwasha. Pamoja na yote watu wameshuka pale. Kuna mtu anaitwa Restibura. Huyu ni mmoja kati ya competitor mkubwa sana wa kwake. Wengi ambao wanamfuatilia katika mitandao ya kijamii. Restibura amekuwa na shamra pamoja na Nifa, na amekuwa akimwashia moto sana, yani amekuwa akilumbana hapa na pale. Restibura anasema kwamba hivi: God of substance, thank you for your presence in this handsome man life. Let's love lead, and acha upendo uongoze. Lakini pia wengi wanaonyesha kabisa zile jitihada kwamba hichi kilichofanyika ni kitu ambacho ni sahihi, ni kitu ambacho ni cha upendo. Wengi wamefurahishwa na jambo hili kuanzia pale alipoonyesha video yake akiwa hospitalini. Alikuwa amekonda sana
tabia ambayo alikuwa anaifanya katika jamii haikuwa tabia nzuri, lakini kwa sasa Mwamba amefutuka, Mwamba amekaa katika standard, Mwamba anavaa vizuri, Mwamba anaonekana bonge moja la mtu, sio bla bla tulizokuwa tunaziona. Lakini pia hapa hivi kuna mmoja anaitwa hivi Msawi Calflora anasema kwamba naomba tumsupport katika biashara yake. Kwani Mwamba anafanya kazi gani? Watu wanajaribu kuuliza ipi? Okay, watu wanajaribu kuuliza ni okay, hapa kumbe kuna Agri Mitumba anauza nguo za kike, nguo za mitumba. Okay, sawa kabisa. Kwa hiyo Agri pia ana biashara yake ya mitumba ambayo kwa sasa hivi inashamiri. Ndio inaona kabisa watoto wa kike pia wanajaribu kuonekana kwamba wanampigania pia. Jamani, tumsupportini katika hili. Hapa ni kweli kabisa. Nkone upendo, nikimaanisha kwamba upendo Nkone. Yesu, asante kwa kumponya mtumishi wako. Nimejifunza kitu kikubwa. Mungu anawapenda watu wote, hata waliopotea. Pendo la Mungu liko kwao. Roho ya Mungu umfuatilia mtu hata kama amepotea ili kumleta kwa Mungu. Bana, huyo ni Upendo Nkone. Amejaribu kuandika katika ukurasa huu kwa Agri kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Anaitwa Mwanaume Yesu, anabadilisha, anaponya, anasamehe, anauisha na kurejesha furaha. Hongera sana Philemon Agri. Anaitwa Chris Mauki, amejaribu kuandika maneno ambayo ukijaribu ya tafsiri basi analeta angalau ile hisia kali sana. Anaitwa Mwanaume Yesu. Anabadilisha, ndio, anaponya, ndio, anasamehe, ndio, anauisha na kurejesha furaha, ndio. Hongera sana Philemon. Bana, moja kati ya sentensi kali sana na yenye mantiki ambayo nimejaribu kuisoma hapa, imechangamka kidogo. Pamoja na yote nimejaribu kuona kwamba yani mami wetu Lilian Mwasha, Mungu wa mbinguni ayakumbuke maisha yako, sababu kuna kitu ambacho amekifanya kikubwa sana katika ulimwengu. Angalau kutoa mtu katika level ya kuwa shoga na kumleta katika level ya kuitwa mwanaume. Bana, jambo moja kubwa sana. Ni ngumu, yani ni ngumu sana katika jamii ya sasa kuweza kumbadilisha mwanaume ambaye alikuwa katika anajihusisha na haya mambo, alafu uje umlete katika maisha ambayo tunaishi kwa sasa. Bana, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Watu hapa hivi kidogo wameshangazwa na jambo hili na wamefurahishwa pia kwa jambo hili ambalo linaendelea, na wengi ni watu ambao basi walikuwa nyuma yake, walikuwa wanampinga sana kipindi cha nyuma kwa kile ambacho alikuwa anakifanya. Na ubaya zaidi ni kwamba Agri nafikiri alikuwa hata asomagi comment, yani mpaka kwenye video moja ya Mwamba wanamuita Dula Makabila kwenye singeli, kuna kipande kabisa we shoga pita huku, na alikuwa anajivunia. Bana, ni jambo baya sana, jambo ambalo alijenga taswira nzuri katika jamii. Nafikiri hata ile video akiangalia anaumia sana, ila sifa na utukufu ziende kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ameweza kumbadilisha Mwamba kuanzia alipotoka mpaka sasa huko anapokwenda. Naamini kwamba itakuwa ni maisha mazuri zaidi. Kweli wengi wamefurahi. Alafu akatokee mtu tu atake kunitenganisha na Mungu. Huyo ndiye Mungu ninayemtumikia. Kwa hiyo kuna mtu pia anaitwa Miss Blessa anajaribu kusema kwamba alafu atokee mtu anitenganisha na Mwenyezi Mungu. Kweli huyo ndio Mungu ninayemtumikia. Bana, mimi sitakuwa naelezea kwa muda huu na kusogezea tena taarifa inamhusu Agri. Muda sio mrefu Mwamba sasa hivi ana chembe za kutaka kuoa, na moja kati ya video inayosambaa katika mitandao ya kijamii inamuonyesha Mwamba akiwa na mpenzi wake katika restaurant akiwa anapata burudani. Ndoa inanukia. Muda sio mrefu. Bye bye for now.